Ebu mshukuru Bwana sasa kwa ajili ya neno lake. Baba, nakushukuru sana. Tuko mbele zako Mungu, naomba ukatuhudumie. Tuko mbele zako Mungu, naomba ukatulishe na kutushibisha. Asante kwa sababu tumerudi tena. Baba, nakushukuru. Ukawepo pamoja nasi. Katika jina la Yesu ninakushukuru Mwokozi. Amen. Bwana asifiwe. Ebu andika somo linalosema shinda udhaifu wako. Shinda udhaifu wako. Shinda udhaifu wako. Napatikana katika kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 14 mpaka 24. Marko 9:14 mpaka 24. Bwana Yesu asifiwe. Shinda udhaifu wako. Katika maisha tulionayo kuna kitu kinaitwa udhaifu. Udhaifu ambalo ni tatizo la kila mtu aliyeko chini ya jua. Udhaifu kama tunavyofahamu uliingia baada ya dhambi kuingia. Baada ya Adamu kuingia udhaifu kwenye moyo wake wa kushindwa kutii, vivyo hivyo ikampasa kila mwanadamu akawa ameingiwa na udhaifu mbalimbali katika maisha ya kila mmoja, ambaye kila mmoja anajielewa nina udhaifu kwenye kipengele fulani. Bwana asifiwe sana. Kwa nini tumekuja na somo la shinda udhaifu? Udhaifu ambao tunauzungumza hapa ni ule udhaifu unaokuondolea imani juu ya Mungu aliye naye. Udhaifu ninaozungumza hapa ni ule udhaifu unaokufanya usiwe na ujasiri mbele za Bwana. Udhaifu tunaozungumza hapa ni ule udhaifu unaokufanya usiwe na nguvu za kutambua wewe ni nani katika maisha yako. Hata baada ya kupokea wokovu, ambao wokovu umekuja kuondoa udhaifu wa Eden, lakini bado mtu anakuwa bado ni dhaifu. Hawezi kujiamini, hawezi kujielewa, hawezi kujitambua, hawezi kujua hiki kitu kinawezekana, hawezi. Kwa huo udhaifu ndio ambao ndio chanzo cha muda mwingi kuchelewa. Kwa katika somo hili nataka tuone udhaifu ambao unaweza kukuchelewesha katika kufanikiwa kwako na kuendelea kwako. Amen. Udhaifu ambao huu unaujua kabisa, hata hapo ulipo unajielewa kabisa, mimi kipengele nilicho dhaifu ni hiki hapa. Wengine ni wadhaifu katika hasira, wengine ni wadhaifu katika tamaa ya wanawake na wanaume, wengine ni dhaifu katika tabia ya hasira ya chuki, wengine ni dhaifu katika tabia ya kutosamehe, wengine ni dhaifu kwa kutunza tu vitu ndani. Amen. Anakuwa na mambo mengi. Wengine ni dhaifu kwa, utakuta kwamba ni dhaifu kwa madeni. Yani unakuta mpaka mtu anavutiwa tu kwenda kumkopa mtu hata kama hakuna shida yoyote. Ni udhaifu. Na baada ya hapo ule udhaifu unakufanya uwe mtumwa wa kitu hicho. Kama ni hasira, unajikuta ni mtumwa, haufurahii maisha. Haufurahii, unaona mateso. Maana kuchukia ni mzigo sana. Haleluya. Ukiwa na hasira ni mzigo, ni mateso, siku nzima hauna amani. Amen. Kwa hiyo kushinda udhaifu ni kuongeza thamani ya Mungu ndani ya maisha yetu. Kushinda udhaifu ni kuongeza thamani ya Mungu ndani ya maisha yetu.
Kama vile ambavyo uliongeza thamani katika udhaifu wowote, iwe ni hasira, iwe ni nini, ukaiongeza thamani na ndio maana ikapata nguvu. Basi ili kusudi ushinde udhaifu, lazima uongeze thamani ya Mungu aliye hai. Ukiongeza thamani ya Mungu aliye hai ndani yako, ule uwezo wa Mungu utafanya ule udhaifu siwe na uwezo tena.